Ukiwa CCM wewe una uhakika wa kwenda wapi? Jamani, ukiwa CCM una uhakika wa kwenda wapi? Wewe lazima uende mbinguni. Kwa sababu mbinguni hatuendi kwa kusali sana. Mbinguni hatuendi kwa kunena kwa lugha. Mbinguni hatuendi kwa sababu wewe swala tano. Mbinguni naenda kwa mambo manga. Narudia tena, mbinguni naenda kwa mambo manga. Mbinguni anasema Mungu siku ya mwisho atawatenga watu katika makundi manga. Moja la kuume, moja la. Anasema njoni kwangu enyi mliobarikiwa na Baba yangu. Maana nilipokuwa kifungoni mlikuja kunitazama. Nilipokuwa uchi mlinivika. Nilipokuwa na njaa mlinipa chakula. Watasema lini Bwana? Anasema vivyo hivyo mlivyomtendea mmoja wapo kati yenu ndivyo mlivyonitendea nani? CCM jamani, inajenga hospitali haijengi? Inajenga shule haijengi? Barabara zinajengwa hazijengwi? Mikopo tunatoa hatutoi? Chuo kikuu kinajengwa hakijengwi? Sasa tuna shida gani nyinyi viongozi hamfanyi vikao? Hamuambii watu kazi za mbunge, hamsemi watu kazi za diwani alizozifanya, hamsemi kazi zilizofanyika na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwani mna shida gani? Katibu tawi, mwenyekiti wa serikali yupo. Sijui kama tunaelewana. Kwenye mitaa huko kuna vikundi vya hiari, tuna vilabu vile vya pombe, si ndivyo? Tuna vilabu vile vya pombe. Vile vilabu vina uongozi, uongo kweli? Mlishawahi kuvialika kwenye vikao? Wale viongozi mlishawahi kuwaalika kwenye vikao? Mliwahi? Tuna jumuiya kwenye mtaa, kuna viongozi mlishawahi kuwaalika? Maana ni lazima tuzungumze. Mwenyekiti wa serikali kama anataka kufanya kikao, mkisha kutana katika Chama cha Mapinduzi, mmejadili, amekutana na serikali yake. Sasa katibu wa CCM wa tawi ashauriane na mwenyekiti, mtaita hayo makundi yote kuelezea mwenyekiti wetu wa serikali anataka kufanya mkutano. Kwa hivyo makundi yote watawaambia makundi yao ili kusudi kushiriki ule mkutano, ili kusudi mwenyekiti ataeleza kazi alizofanya mheshimiwa, alizofanya yeye kama serikali ya mtaa, alizofanya diwani, alizofanya mbunge, alizofanya rais. Sawa jamani? Hatufanyi.